Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine, mwendelezo wa kipindi chetu, kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko Global Visa Consultants, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako. Ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia, unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizo chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka joto la mvutano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran limekuwa likiendelea, pamoja na kwamba muundo wake kwa hivi sasa umekuwa ukiathiriwa zaidi na baadhi ya juhudi za kidiplomasia ambazo zimekuwa zikiendelea nyuma ya pazia, na hii inaweza ikaakisiwa na ushauri au rai ambayo ilitolewa siku za nyuma na baadhi ya nchi wasuluhishi, ikiwemo nchi ya Qatar, nchi ya Pakistan, lakini vile vile ikihusisha vile vile na nchi ya Oman, ya kwamba nchi ya Marekani na nchi ya Iran zinapaswa zifanye kustopisha sehemu ya mapigano yao kwa takriban siku 10. Rai ambayo inaonekana kwa upande mmoja au mwingine inawezekana haikupata nafasi katika ishu nzima, na ndio maana hali ya mgogoro imekuwa ikiendelea baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Lakini vile vile kuonyesha kwamba kuna sehemu ya juhudi za kidiplomasia ambazo zimekuwa zikiendelea ni kutokana na safari ya rais wa nchi ya Lebanon Joseph Aoun kuelekea katika nchi ya Marekani, ambayo moja katika yale ambayo yalifikiwa ilikuwa ni hatua ya awali ya jeshi la nchi ya Israel kuweza kutoka katika baadhi ya maeneo ndani ya nchi ya Lebanon na maeneo hayo kukaliwa na jeshi la nchi ya Lebanon. Lengo kubwa inaweza ikaonekana kwa taswira ya nje ni hatua ya Marekani kusimamia sehemu ya usuluhishi iliyofanya baina ya nchi ya Lebanon pamoja na nchi ya Israel. Lakini katika upande wa pili, ikumbukwe katika hati ya makubaliano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran, moja ya takwa la mwanzo ilikuwa ni kustopisha mapigano katika eneo zima la Mashariki ya Kati, ikihusisha vile vile na nchi ya Lebanon, ambao mwisho wa yote ilikuwa ni kwamba Israel itatakiwa iweze kutoka katika sehemu ya Lebanon. Kwa hiyo katika taswira ya nje inaweza ikaonekana kwamba ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano baina ya nchi ya Marekani, nchi ya Israel pamoja na nchi ya Lebanon. Lakini katika upande wa pili ni katika namna gani kwamba Marekani inaweza ikaendelea kusimamia au kuhakikisha kwamba ile hati ya makubaliano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran haianguki moja kwa moja, na ndio maana imeweza kuchukua sehemu ya hatua ya kuongeza pressure katika nchi ya Israel, kiasi ambacho jeshi la IDF linakadiriwa kuweza kutoka katika baadhi ya maeneo ambayo yatakuwa chini ya udhibiti wa jeshi la nchi ya Lebanon, pamoja na kwamba ni jeshi ambalo halina nguvu kwa kiwango hicho, na ishu nzima ya Israel kuweza kutoka Lebanon maana yake imefungamanishwa na swala la kundi la Hezbollah kuweza kupoteza sehemu ya uwezo wao wa kijeshi, kiasi ambacho hata Rais Donald Trump ametoa rai kwamba ikiwezekana kama yeye anaweza kuzungumza vile vile na Hezbollah atakapoombwa kufanya hivyo, maana yake anaweza akafanya mazungumzo na Hezbollah. Ina maana lengo linabaki lile lile kwamba Israel ikiwezekana iweze kutoka upande wa kusini mwa Lebanon, lakini kwa upande wa pili ikiwa ni utekelezaji wa ile hati ya makubaliano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran, katika muundo ambao unaweza ukapelekea mwisho wa siku ukapatikana utekelezaji wa sehemu ya au usitishaji wa sehemu ya mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea baina ya nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Iran. Yote hii tunaona kwamba ni mwenendo ambao tunaufungamanisha na sehemu ya juhudi za kidiplomasia ambazo zimekuwa zikiendelea katika upande wa nyuma ya pazia. Lakini vile vile kuonyesha kwamba kunaonekana kwamba kuna juhudi za kidiplomasia ambazo zimekuwa zikiendelea kushape mgogoro mzima baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani ni kile ambacho tulikuwa tumekadiria siku za nyuma. Tulikadiria kwamba huenda siku 3 mpaka siku 5 mbele, kwa mwenendo wa mapigano ulivyokuwa ukienda, maana yake ulikuwa unasadifu kwamba utakwenda katika full escalation, utakwenda katika mapigano rasmi ya vita kamili baina ya nchi ya Marekani tena na nchi ya Iran. Lakini kile ambacho tumekuwa tukiendelea kushuhudia ni kwamba bado mfumo wa mvutano wao umekaa katika muundo ambao Marekani anapokuwa anashambulia na Irani na yeye ndio anakuja kushambulia, maana yake anafanya retaliation.
Kinyume na hapo, maana yake ingekuwa tunaona kwamba Marekani ikishambulia, Iran inashambulia, au Iran inafanya mashambulizi pasi na kujali kama Marekani ameshambulia au hajashambulia. Kwa hiyo maana muundo umebaki kuwa ni ule ule, kwamba unategemea, kila upande umekuwa ukitegemea reaction ya kutoka katika upande mwingine. Marekani mashambulizi yake imekuwa ikidai ni kwa sababu Iran inashambulia meli ambazo zinapita katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa hivyo lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba inaondoa uwezo wa nchi ya Iran kufanya mashambulizi katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini katika upande wa nchi ya Iran imekuwa ikifanya mashambulizi ili kuhakikisha kwamba inalipa kisasi cha kile ambacho kimefanywa na nchi ya Marekani, kushambulia sehemu ya miundombinu ya kijamii na maeneo mbalimbali ndani ya nchi ya Iran. Kwa hiyo maana mfumo wa mashambulizi bado umekuwa ni mfumo ambao unategemea nani kafanya nini. Upande wa Marekani umekuwa ukifanya mashambulizi ikinasibisha Iran na baadhi ya mashambulizi yake katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini nchi ya Iran imekuwa ikifanya mashambulizi ikifungamanisha na sehemu ya uchokozi wa nchi ya Marekani, kama vile inavyodai kwamba uchokozi wa nchi ya Marekani kushambulia katika baadhi ya maeneo muhimu ndani ya nchi ya Iran, ambayo ina maana muundo wa namna hii bado tunaona kwamba umekaa katika mfumo wa kulipa kisasi na sio mfumo wa mapigano kuwa ya moja kwa moja. Hii inaashiria nini? Inaashiria kwamba mpaka hivi sasa mfumo wa mapigano umekaa katika mfumo ambao tunasema ni escalation management. Umekaa katika mfumo ambao bado yale mapigano yamekuwa kidhibitiwa katika pande zote mbili. Maana yake nchi ya Pakistan, nchi ya Iran imekuwa ikidhibiti sehemu ya mapigano yake, lakini vile na nchi ya Marekani imekuwa katika muundo ambao inaweza kudhibiti sehemu ya mapigano yake. Sasa tukiangalia katika muundo wa mashambulizi ya nchi ya Marekani. Nchi ya Marekani imekuwa ikishambulia katika maeneo mbalimbali ndani ya nchi ya Iran, na hasa maeneo yanapatikana katika upande wa pwani ya sehemu ya Ghuba ya Uajemi. Kwa maana kwamba imekuwa ikishambulia katika sehemu kama ya Hormuzgan province ambao unakutana na baadhi ya maeneo muhimu kama ya Bandari Abbas, lakini vile ikifanya mashambulizi katika sehemu kama ya Baluchistan ambao actually maana yake ni mji unapatikana karibia na nchi ya Pakistan, lakini vile vile unapakana na sehemu ya pwani. Vile vile imekuwa ikifanya mashambulizi katika sehemu kama za Bushehr, ikifanya mashambulizi katika sehemu kama za Khuzestan, lakini vile vile ikifanya mashambulizi ya kuingia ndani kwenda mpaka katika sehemu kama za Tehran. Hii ni kuonyesha kwamba Marekani wamekuwa wakiendelea kutanua sehemu ya mashambulizi yao katika maeneo mbalimbali ndani ya nchi ya Iran. Lakini vile vile moja katika tabia mpya ambayo imeendelea kudhihiri ni ya nchi ya Marekani kushambulia katika baadhi ya base za kijeshi ndani ya nchi ya Iran. Tumeshuhudia hilo katika sehemu ya Konarak katika upande wa Sistan Baluchistan, lakini vile tumeshuhudia hilo katika upande wa mji wa Khuzestan. Mwenendo wa nchi ya Marekani kushambulia katika baadhi ya bezi kabisa za nchi ya Iran. Na hii inaweza ikatafsiriwa kama ni sehemu ya kwanza ya kuinua grade ya mashambulizi yake kutoka katika kushambulia katika baadhi ya miundombinu tu peke yake, lakini vile vile kushambulia katika baadhi ya sehemu ambazo wanapatikana wanajeshi, ikiwa kama ni sehemu ya kuinua grade lakini ya mashambulizi yao, lakini vile vile kama kulipa kisasi cha kile kilichofanywa na nchi ya Iran katika siku za nyuma kidogo, kushambulia katika base ya Muafaqa Salt katika nchi ya Jordan, kiasi ambacho ya kusababisha baadhi ya wanajeshi wa nchi ya Marekani kuweza kufariki katika base husika. Kwa hiyo ukiangalia muundo wa mashambulizi ya nchi ya Marekani umekuwa ukitanuka, lakini umekuwa ukiendelea kufocus katika sehemu za pwani, kwa sababu lengo kubwa linabaki kwamba jicho la Marekani lipo katika mlango bahari wa Hormuz, ambao mpaka sasa hivi maana yake unaonekana uko wazi chini ya udhibiti wa nchi ya Iran. Lakini ukiangalia katika mashambulizi ya nchi ya Iran yamekuwa ni mashambulizi ya kulipa kisasi, lakini vile vile yamekuwa ni mashambulizi ambayo yenye kuchunga strategia ya kile ambacho kinakusudiwa na nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Marekani kwa mwenendo wa mashambulizi yake mwisho wa siku imekuwa ni kama nchi ambayo imetarget kuna stage iweze kufanya ground offensive, iweze kuwafanya wanajeshi wake waweze kuingia ndani ya nchi ya Iran, pamoja na kwamba ni jambo ambalo hatuamini kwamba wanaweza wakalifanya kwa ufanisi ikiwa watakusudia hivyo, lakini hiyo ni tabia ambayo imekuwa ikidhihiri, na hasa kutokana na sehemu ya mashambulizi ambayo yamekuwa yakifanyika katika baadhi ya miji ambayo wakati mwingine inazingatiwa tu kwamba iko upande wa mpakani, lakini haiko sehemu za pwani kiasi cha kunasibisha na mlango bahari wa Hormuz, na hasa ni katika sehemu kama ya Ilam ambayo inapatikana juu kidogo ya sehemu kama ya Khuzestan, ambayo ukiangalia ni sehemu ambayo haikaribiani na sehemu ya pwani. Lakini mwisho wa siku Marekani imekuwa ikifanya mashambulizi katika sehemu kama hizo. Lengo ni nini? Ni kwa sababu mji unapatikana katika sehemu ya mpakani, ambao katika makadirio inaweza kukadiriwa kwamba mwisho wa lengo zima ni ikiwezekana kwamba kuna baadhi ya maeneo wanajeshi wa nchi ya Marekani waweze kuingia.
Kwa hiyo ukiangalia mashambulizi ya nchi ya Iran yamekuwa yakichunga strategia ya fikra ya nchi ya Marekani, na ndio maana unaweza kuona kwa mfano katika usiku wa tarehe 21 tarehe 22 nchi ya Iran imeshambulia katika sehemu kama ya Arifjan. Arifjan maana yake ni bezi ya wanajeshi wa miguu, watembea kwa miguu wale ambao inapatikana katika nchi ya Kuwait. Imefanya mashambulizi makubwa katika sehemu ya Arifjan. Lakini vile vile ukiachilia mbali hapo, imefanya mashambulizi katika sehemu zingine kama za Ali Salim base katika nchi ya Kuwait, lakini vile vile imefanya mashambulizi katika baadhi ya zile early warning system, mifumo ile ya early warning system ambao ulikuwa unapatikana pale unatafsiriwa kama namba ni FPS 117 ambao unapatikana katika nchi ya Kuwait. Maana yake umeshambuliwa vile vile na nchi ya Iran ili kuweza kuondoa uwezo wa jeshi la Marekani kuweza kuona sehemu ya mashambulizi ambayo yanatokea katika upande wa kaskazini magharibi mwa nchi ya Iran. Ukiachilia mbali hapo, maana yake mashambulizi mengine yanafanyika katika sehemu kama ya Bahrain, lakini vile vile mashambulizi mengine yanafanyika katika sehemu kama za Jordan. Lakini katika upande wa Jordan, moja katika mashambulizi ambayo tumekuwa tukiyazingatia ni mashambulizi ya kuchunga strategia ya fikra mbele ya nchi ya Marekani. Ni mashambulizi ambayo Irani ilishambulia katika sehemu ya Tower 22. Na Tower 22 maana yake ni bezi ya nchi ya Marekani inayopatikana katika nchi ya Jordan, lakini inapatikana katika sehemu ya makutano ya nchi ya Iraq, nchi ya Syria pamoja na nchi ya Jordan. Na hii ni bezi muhimu kwa kuzingatia kwamba ni bezi ambayo inatokana na baadhi ya wanajeshi au sehemu ya wanajeshi wa nchi ya Marekani kuhama kutoka katika bezi ya Al-Tanf ambayo inapatikana katika upande wa Syria na kuhamia katika sehemu ya Tower 22. Lakini ukiangalia ule muunganiko kutokea katika Al-Tanf ambayo siku za nyuma kidogo nchi ya Iran walifanya mashambulizi katika bezi hii, na tulieleza kwa kirefu inapatikana katika upande wa kusini mwa nchi ya Syria, na hatimaye siku ya jana wakafanya mashambulizi katika sehemu ya Tower 22. Maana yake ni kwa kuzingatia kwamba hizi ni bezi ambazo zimekaa katika mchezaji mmoja ambao unapatikana katika upande kama wa kusini mwa nchi ya Syria, lakini zina pakana na sehemu ya kaskazini mwa nchi ya Jordan, kwa kuzingatia kama hiyo Tower 22 iko katika upande wa Jordan. Unaposhambulia katika bezi hizi ya Al-Tanf base pamoja na Tower 22, tafsiri yake ni kwamba unataka uifanye corridor ya upande wa kusini mwa Syria ibaki kuwa wazi na upande wa kaskazini mwa Jordan ibaki kuwa wazi, kiasi ambacho nchi ya Iran iweze kuwa na uwezo wa kufanya mashambulizi ya kutosha ndani ya nchi ya Jordan, ili ikiwezekana katika siku za usoni, iwapo nchi ya Israel itaingia katika mgogoro wa nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Iran, ile kinga ya mwanzo iweze kupotea, ambayo kwa kawaida huwa inapatikana zaidi kutokea katika nchi ya Jordan. Kwa hiyo unaposhambulia katika Tower 22 inapatikana Syria, unaposhambulia katika ile Al-Tanf base inapatikana Syria, na ukashambulia katika sehemu ya Tower 22, tafsiri yake ni kwamba hii corridor yote ya kuelekea upande wa kaskazini mwa Jordan inakuwa iko wazi, na hivyo mashambulizi yanaweza yakafanyika kwa uhuru wa moja kwa moja. Na athari ya kuendelea kwa mashambulizi katika nchi ya Jordan, maana yake tafsiri yake ni kwamba katika siku za usoni Jordan inaweza ikapoteza uwezo wake wa kusimama kama ni kinga dhidi ya mashambulizi yanayoelekea katika nchi ya Israel. Na hili maana yake linazingatiwa katika uzito wa hali ya juu, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Marekani kwa hivi siku za karibuni au kwa miezi ya karibuni imekuwa ikikaririwa kupeleka vifaa vingi vya kijeshi ndani ya nchi ya Israel, na hii ikiashiria wazi kabisa kwamba ni kama vile ni maandalizi ya kurudi tena katika mgogoro kwa mara nyingine. Kwa hiyo ukiangalia mashambulizi ya nchi ya Iran katika sehemu kama ya Jordan, maana yake hasa muundo wake umekaa hivyo kuhakikisha kwamba Jordan inapunguza au inapoteza uwezo wake wa kusimama kama ni kinga dhidi ya mashambulizi ya Iran kuelekea katika nchi ya Israel. Lakini jambo lingine, ukiachilia mbali structure ya mashambulizi haya ambayo yamekuwa yakiendelea baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran, jambo lingine ambalo tumekuwa tukili experience ni kutanuka kwa mashambulizi, kama vile nchi ya Marekani ilivyoweza kutanua mashambulizi yake kuelekea mpaka katika mji wa Tehran. Vile vile nchi ya Iran imetanua sehemu ya mashambulizi yake, na hii imekuwa ikikaririwa baadhi ya mashambulizi ambayo imekuwa ikiyafanya katika sehemu ya kaskazini mwa nchi ya Iraq, katika jimbo la Kurdistan ambayo inapatikana katika miji kama ya Erbil, katika maeneo kama ya Suleimania. Imekuwa ikifanya mashambulizi makubwa, na hasa katika sehemu ya milima ambayo imekuwa ikikaririwa kwamba sehemu hizo zinapatikana baadhi ya bezi za jamii ya Wakurdi ambao actually ni wale ambao walijitenga au walitoka katika sehemu kama ya jimbo la Kurdistan pale katika nchi ya
nchi ya Iran na kuelekea katika jimbo la Kurdistan la upande wa nchi ya Iraq kuweza kutengeneza baadhi ya vikundi vya kijeshi ambavyo vinakuwa sponsor na nchi ya Marekani ili ikiwezekana waweze kupigania kuja kujitenga na nchi ya Iran, maanake ile jimbo la Kurdistan la nchi ya Iran liweze kujitenga kutoka katika nchi ya Iran. Kwa hivyo hivi sasa inaonekana kwamba nchi ya Iran imekuwa ikifanya mashambulizi makali sana katika sehemu ya upande wa Suleimania, upande wa Irbil, na lengo kubwa ni lile lile la kuhakikisha kwamba inazidi kufanya mfumo ambao ungeweza kutegemewa na nchi ya Marekani kuweza kufanya ground offensive, kuingia kwa miguu ndani ya nchi ya Iran, uweze kuparalyze. Ndio maana tumeona sehemu ya mashambulizi yake ambao waliyafanya katika bezi ya Arifujan ambayo ni bezi ya wanajeshi wanaotembea kwa miguu, lakini vile vile mashambulizi mengine yamefanyika katika maeneo kama hayo ya Irbil na sehemu ya Suleimania ambao ni senta zinazojulikana wazi kabisa zinakusanya sehemu ya wapiganaji ambao kwa kawaida wanaweza wakategemewa kuingia kwa miguu. Kwa hiyo ina maana ni structure ambayo nchi ya Iran imekuwa ikiendelea kuimaintain ya kutanua vile vile sehemu ya mgogoro wake au sehemu ya mashambulizi yake pale inapokisia kwamba au inapopata taarifa za kutosha kwamba kuna baadhi ya senta muhimu ambazo katika siku za usoni inawezekana zikawa ni supportive katika nchi ya Marekani au zikatoa support katika nchi ya Marekani kuweza kufia katika malengo yake ya aidha ya kusababisha sehemu ya sintofahamu ndani ya nchi ya Iran. Lakini ukiachilia mbali muundo huu ambao tumejaribu kuzungumza wa maeneo mbalimbali kufanywa mashambulizi na kutanuka kwa sehemu ya mgogoro, vile vile tumeanza kupata taswira mpya ndani ya eneo la Mashariki ya Kati. Taswira ambayo kwa upande mmoja au mwingine inatupa ishara ya kwamba huenda Marekani ikawa imeshindwa au inaona kwamba haitaweza tena kumeneji issue ya nuclear program ya nchi ya Iran. Na hii si kitu kingine bali ni sehemu ya makubaliano ambayo yamesainiwa na Rais Donald Trump inayojulikana kama 123 agreement. Makubaliano ambayo yanayohusisha nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Saudi Arabia, kwamba nchi ya Saudi Arabia imeingia katika makubaliano na nchi ya Marekani ya kutengeneza program, ile nuclear program au program ya urutubishaji ndani ya nchi ya Saudi Arabia, ambayo kwa upande mmoja au mwingine kwa hivi sasa inaonekana kwamba inatengenezwa kwa lengo la kufanya urutubishaji wa uranium kwa matumizi ya kijamii, maana kama uzalishaji wa umeme na mfano wa vitu kama hivyo. Lakini ukiangalia muundo wake katika taswira ya ndani unaweza kupata shaka kwamba inawezekana kinachotengenezwa ni kutengeneza ushindani baina ya nchi ya Iran na nchi ya Saudi Arabia. Na hii tunaweza tukakariri kupitia sehemu ya mazungumzo ambayo alikuwa akizungumza Mohammed bin Salman katika siku za nyuma kwamba ikiwa Iran watafikia katika hatua za kufanya urutubishaji wa uranium kiasi cha kwamba wanaweza wakatengeneza silaha za nuclear kwa mfano huo, basi na sisi inabidi tuweze kufanya program ya namna hiyo ya nuclear program ndani ya nchi ya Saudi Arabia, jambo ambalo linaonekana kwa sasa ndio limekuwa likifanywa kazi katika sehemu ya makubaliano baina ya nchi ya Saudi Arabia na nchi ya Marekani. Isipokuwa kinacholeta shaka zaidi ni kwa sababu muundo mzima wa structure ya project nzima ya hiyo nuclear program ya nchi ya Saudi Arabia ni muundo ambao haudhaniwi kama utaihusisha International Atomic Energy Agency, ile idara ya Umoja wa Mataifa ambayo inahusika na masuala ya atomic, ambayo inaratibu au kusimamia hizo program kama za nuclear program na mfano wake. Inaonekana kabisa kwamba katika project nzima ni kama International Atomic Energy Agency imewekwa pembeni, lakini vile vile hata nchi nyingine ambazo zinajulikana kwamba zimefikia katika level ya juu ya urutubishaji wa uranium au zina silaha za nuclear, maana yake ni kwamba hizo pia zimewekwa pembeni. Hii ni project ya Marekani na nchi ya Saudi Arabia. Katika muundo wa namna hiyo, maana yake kuna mambo mengi inawezekana yakafanyika katika muundo ambao hakuna yoyote inawezekana akawa anajua, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Saudi Arabia katika siku za nyuma kwa maneno ya Mohammed bin Salman ilikuwa ni kwamba kile kitakachofanywa ndani ya nchi ya Iran kama itachupa mipaka katika programu yake ya nuclear, maana yake na nchi ya Saudi Arabia itapaswa iweze kufanya hivyo. Na jambo ambalo linaonekana kabisa kwamba kwa lile ambalo lilikuwa linazungumzwa na Mohammed bin Salman ni jambo ambalo lao litapita katika International Atomic Energy Agency, ingewezekana lisiweze kukubalika. Kwa hivyo katika mazingira namna hiyo ni kwamba nchi ya Marekani imechukua project nzima na imezikabidhi baadhi ya kampuni za Kimarekani katika muundo ambao hakuna atakayekuwa anajua kinachoendelea isipokuwa ni Saudi Arabia na nchi ya Marekani, ambao ukiangalia muundo wake hasa unaakisi kama ni kutengeneza aina fulani ya ushindani baina ya nchi ya Saudi Arabia na nchi ya Iran. Lakini yote ni matokeo ya kile ambacho kimekuwa kikiendelea kama sehemu ya mvutano baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani.
Sasa kiujumla, katika yale ambayo tumekuwa tukiyaona kwa taswira ile ya jumla, ni kwamba mpaka sasa hivi kinachoonekana wazi ni kwamba diplomasia ina nafasi, pamoja na hali ya sintofahamu imekuwa ikiendelea, lakini diplomasia bado imekuwa ina nafasi, na kuna matarajio ya kwamba huenda katika siku za usoni pakapatikana sehemu ya maafikiano kwa upande mmoja au mwingine, na ndio maana imeonekana kwamba kuna baadhi ya ishara nyingi ambazo zimekuwa zikiashiria kwamba diplomasia ina nafasi. Kwa mfano katika ishu kama ya Lebanon, Israel kutakiwa kwamba inatakiwa itoke katika baadhi ya maeneo, lakini vile vile katika ishu kama ya pendekezo lile la kustopisha mapigano kwa takriban siku 10 ni kuonyesha kwamba ni diplomasia bado ina nafasi katika hilo, na mfano wa vitu kama hivi nataka kukariri kwa Rais Trump. Amekuwa akikariri mara kwa mara kwa hivi sasa kwamba nchi ya Iran imekuwa ikitaka mazungumzo na nchi ya Marekani, pamoja na kwamba nchi ya Iran imekuwa ikikanusha hivyo, lakini imekuwa ikiashiria kwamba diplomasia bado ina nafasi katika hilo. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiliona wazi na tumekuwa tunashaka nalo ni kwamba Marekani imeanza kama kupoteza sehemu ya kile ambacho ilikuwa imeweza kukishawishi kwa mara ya kwanza. Kwa mfano katika issue kama ya nuclear program, tunaona kwamba kuna nafasi kubwa kwamba sasa hivi nchi ya Iran imekuwa inaendelea na sehemu ya urutubishaji wake, na hili limekuwa likikadiriwa na Wamarekani wenyewe, na hasa wakihusisha sehemu kama ya mlima Peak X ambayo inaonekana kwamba chini yake kuna sehemu ya urutubishaji wa hali ya juu ambao unafanyika, na inawezekana hata kile kiwango cha uranium iliyokuwa imerutubishwa kwa takriban 60% kinakadiriwa kinawezekana ikawa chini ya mlima Peak X. Hilo ni jambo ambalo linatupa ishara ya kwamba kitendo cha Marekani kuingia katika makubaliano na nchi ya Saudi Arabia kinaweza kinatoa ishara ya wazi, kwa sababu Marekani inahisi kwamba imeshapoteza control ya nchi ya Marekani, na hivyo inabidi ije na mpango mbadala wa ikiwezekana nchi ya Saudi Arabia kuwa vile vile ina sehemu ya urutubishaji kama ilivyo nchi ya Iran. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiliona ni issue kama ya mlango bahari wa Hormuz. Kile tunachokiona wazi ni kwamba kinachopiganiwa ni mlango bahari wa Hormuz, lakini muundo jinsi ulivyo ni kwamba nchi ya Iran bado ina control ya mlango bahari wa Hormuz, na kwa kupitia njia ambayo Marekani imekuwa ikiitumia ya kufanya mashambulizi, bado tunakosa uoni wa wazi ya kwamba kama itafanikiwa kuweza kulazimisha utaratibu wa mlango bahari wa Hormuz uwe tofauti na hivi ambavyo uko sasa hivi, kwamba Iran ndio wana mamlaka ya kuweza kuamua chochote. Kwa hiyo inawezekana hata hizi juhudi ambazo zinafanyika za ikiwezekana kwamba Israel waweze kutoka katika baadhi ya maeneo ya Lebanon, maana yake ndio maana tunalifungamanisha na ishu ya makubaliano baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani, ikisukumwa vile vile kwamba huenda kuna mazungumzo yanaendelea kuhusiana na mlango bahari wa Hormuz, lakini moja katika masharti yanahusisha vile vile maeneo kama ya nchi ya Lebanon, na hii ni kuonyesha wazi kabisa kwamba control ya mlango bahari wa Hormuz bado ipo chini ya nchi ya Iran, na katika mazingira namna hiyo kuna mabadiliko mengi ya utekelezaji wa nchi ya Marekani yanawezekana yakashuhudiwa katika hali ya nje pasi ya watu kufahamu kwamba jambo husika linasukumwa na sehemu ya masharti ambayo wamekuwa wakiwekeana kuhusiana na ishu ya mlango bahari wa Hormuz. Lakini kiujumla ni kwamba hali bado imekuwa ikibaki kwamba ni hali ya mvutano, lakini ni mvutano ambao kwa upande mmoja au mwingine bado umekuwa ukiendelea kudhibitiwa na sehemu ya juhudi za kidiplomasia ambazo zimekuwa zikiendelea, pamoja na kwamba ni jambo ambalo bado linahitaji kuweza kufuatiliwa kwa kina, kwa matarajio ya kwamba huenda katika muda ujao inawezekana tukapata taswira itakayokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na comment. Uwe na muda mwema.